Yes, karibu tena ndani ya media yetu, muda wetu wa habari wa saa 12:20 kuwapasha habari zetu mara kwa moja. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na sisi ndani ya media Bukavu TV, endelea kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu kiwafikie mara kwa moja, na katika eneo popote huko endelea kupartage kila sehemu popote ili ujumbe endelee kufikia watu mara kwa moja. Ukiwa pamoja na mimi ama ukiendelea kunisikiliza mara kwa moja, ukiniona katika mnara huyu muda wetu wa jioni huyu wa saa 12, leo nimewaletea vitu tofauti, nimewaletea habari mpya kabisa katika ndani ya media Bukavu. Ukiendelea kufanya subscribe, like, comment, utaendelea kujua mengi sana kupitia media Bukavu TV. Na unanisikiliza kutokea eneo gani, endelea kuweka comment yako hapo sehemu za chini, unieleze tayari umetokea eneo gani. Na wale wanakuja katika online kunitusi mambo viki, na watakia na nyenye Mungu awe na nyinyi, kwa sababu siweze kuwajibu yoyote, kwa sababu mimi mwenyewe ni professional. Kwa sasa nikiwaletea habari zangu, najua ubali kuna wale watasikiliza kuwa makini, na wale wanye hawana akili msimamo watachukulia kivyao, kwa sababu katika ulimwengu watu wote hawezi kuelewa kitu kimoja, ama sio? Na katika mada yetu sasa ni kuja kuwapasha habari zetu mara kwa moja, na kuambia kwa sasa ndani ya sehemu ya Ituri kwa habari tumepata kwa muda wa jioni zaidi, hatua kumekunduliwa wanajeshi 13 wasiojulikana wa wazalendo, watoto walikuwa watoto watatu na watu wanaonekana umri ya miaka 16 kuelekea miaka 20, walishambulia kijiji kinayoitwa Kasimba upande ya uko Ituri, na kwa sasa wamenyanyasa watu mpaka wameua watu watatu katika kijiji hiki na kuchukua pikipiki mbili za wakaaji katika eneo ya Ituri, na eneo hili kwa sasa mpaka watu wengine wampelekwa katika mistuni. Hii ni tangazo kutokea ndani ya media Bukavu TV kutokea sehemu ya kijiji Isimba upande ya Ituri hapa. Na kwa sasa wakaaji kutokea eneo ya Simba wanasema tayari wamechoka zaidi kunyanyaswa na vijana hawa wanaotumia silaha kutoka upande ya mustuni hapa ndani ya mji wa Ituri, kwa sababu wanasema wanaendelea kushambuliwa na wanajeshi ADF, na kwa sasa wanaendelea kushambuliwa na wanajeshi wengine wanajifanya kama hao ni wakombozi, na hao kumbi ni wezi zaidi. Hii ni media Bukavu TV, kwa pamoja na mimi endelea kuwapasha habari zingine za muhimu tofauti, na nitakuja kuwapeleka mara kwa moja. Tumeajaliwa tayari kuongea ama katika eneo ya huko Ituri na upande wa Beni tayari jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeungana na wanajeshi wa MONUSCO kwa kuendelea kufanya operation ya kupiganisha wanajeshi hawa wa ADF, ama wanajeshi wanaendelea kushambulia ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanajeshi wa M23 pamoja na chama chingine kinavyojitokeleza katika eneo tofauti. Kwa sasa tumeshukuru zaidi kupata nafasi ya kuongea na viongozi kiongozi anayoitwa Kanale Aishua amezungumza pamoja na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika amezungumza na jeshi hili la wazalendo, na kwa sasa ukiwa pamoja na mimi ndio kuwapasha habari zinaendelea kupatikana na sisi ndani ya media Bukavu TV. Hebu tumsikilize kiongozi huyu amezungumza. Hata alikuwa na MONUSCO wanazungumza kuhusu kazi itaendelea vipi. Hebu tuwasikilize kwanza kabla tuanze habari zetu mpya. MONUSCO en collaboration avec le FARDC kwa kushirikiana na FARDC inaendelea kulinda raia mashariki mwa Kongo. Tarehe 17 Ituri, askari wake walisindikiza salama raia 9 wakiwemo wanawake na watoto kati ya Bayo na Fataki. Hii ilitokana na hofu ya usalama kutokana na vitisho vya mashambulizi ya risasi. Kuanzia tarehe 12 hadi tarehe 14 huko Malibongo, MONUSCO iliweka kituo cha muda ili kuimarisha usalama na kusaidia wananchi. Pia walifanya shughuli za uhamasishaji na kutoa msaada wa kibinadamu. Tarehe 14 katika operation moja, MONUSCO na FARDC walifanya doria pamoja kwenye barabara ya Oicha hadi Mamove, Kivu ya Kaskazini. Lengo lilikuwa kuzuia makundi ya silaha na kulinda raia. Tayari mnasikia
MONUSCO inaendelea kuweka nguvu zaidi kwa kulinda mali ya raia. Ama kwa sasa wamesema tayari wanataka wameungana na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuendelea kufanya mapigano ama mapambano ili wapiganishe tayari wahasi wanajifanya wahuni upande popote. Lakini kumbukeni, MONUSCO iko katika tena upande ya Nord Kivu. Kumbuka MONUSCO iko upande, kuna wanajeshi wa M23. Na kumbuka MONUSCO yote inafanya kazi kwa umoja ama vipi? Na MONUSCO ya Nord Kivu nayo itapiganisha wanajeshi wa M23 ama vipi? MONUSCO wako katika upande kwenye wanajeshi wa M23 ama wanajeshi wengine waasi wasiojulikana katika upande yote. Wataendelea kuwapiganisha, kunaendelea vipi? Kwa sababu kumbukeni tayari hao ni MONUSCO wako upande kwenye serikali yupo, lakini wale wenyewe wako upande kwenye jeshi la waasi M23 wao watafanya vipi? Hebu tutakuja kujua habari hizi muda sio mchache, na kuja kuwapeleka mara kwa moja katika eneo ya Kalemi ndani ya jeshi la Uvira. Kwa ndani ya eneo ya Kalemi, ndege za kijeshi ziliendea kuatua mara kwa moja katika eneo ya Kalemi, na kwa kweli katika taarifa nyingine inaelekea hatua makamanda kutokea ndani ya nchi ya Jamhuri ya Angola ndani kwa sasa wametua katika eneo ya Plaine de Ruzizi. Na kwa sasa kumbukeni, ama kamanda Special Forces ya Angola au wanajeshi wakubwa zaidi wanatumia vita kwa kutumia drone zaidi, wako wataalam kwa kutumia silaha ya drone kwa ndege pekee. Na sehemu za chini kuna maspesh ama wanaita masnepa wa ndani kutokea ndani ya nchi ya Angola. Kwa sasa wameingia kwa wingi leo tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Lakini kumbukeni, ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuliendelea kuingia wanajeshi kutokea nchi kigeni tofauti, lakini hawajafaulu kurejesha amani ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini amani la Kongo haliweza kurejeshewa na wakaaji na serikali ya jeshi. Kumbuka Kongo ina siri moja. Kumbuka Kongo ina siri moja. Siri ya Kongo ili ilete amani ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni ili wakaaji, raia, population waungane pekee na wajenge umoja. Wakijenga umoja ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, amani itarejea na watu watapendana. Lakini ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kumbuka hao ni so d'étranger, wale wanatoka katika nchi nyingine, wanakujia kitu inaitwa beneficio, wanakujia hao wanakuja kupeana msaada. Lakini kumbukeni, yabo coup de l'argent vous avez amenela, kuna pesa nyingi zaidi zimetoka kwa msaada ili hao walipwe ili wakuje kupigana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kumbuka mwaka wa 2025 hatua wale wanajeshi walitolewa katika eneo ya Nord Kivu na Sud Kivu. Wale wote walikuwa kilipwa dola 500 $5,000 chaque mois. Kumbuka hiyo ni pesa mingi ya kipesa ya kidola American. Hizo hela hata mwanajeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hajawahi kulipa hata $100,000. 1,100 hajalipwa hata $700,000 hawajalipwa. Wale wanalipwa hizo pesa ni wale wa viongozi wa juu kabisa, wale majenerali. Ama kupata mwenye analipa $100 ni ngumu zaidi. Lakini mso d'étranger la qui arrive dans une pays, wale kumbuka, wale wanasainiwa kama wakombozi, wanakuja kusaidia jamhuri, kwa sababu kuna makubaliano imekubaliana kwa kuwalipa pesa. Hao walitangaza kusema wanalipwa dola 500 kiamerika ili waje kupambana na wahasi ama kurejesha amani ndani ya Jamhuri ya Demokrasia. Lakini hawajafaulu mpaka kwa sasa. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeendelea kuinvest pesa nyingi zaidi kwa kuleta maserikali kutokea nchi kigeni, lakini ni ngumu zaidi kwa kumbuka, ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, nchi ya Kongo ina siri ili moja mpaka wengi watu hawajaelewa nyingi zaidi, lakini wataalamu wamesha kuelewa tayari ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Chanjo la Kongo ili amani rejea ndani ya Jamhuri ya Kongo ama vita ya Kongo ikuje kumalizika ni kwa sababu ya usalama, ama raia wao wenyewe waeke mikono juu, waseme wote wanataka amani na wenyewe waende waelewane,
waambie waone Mfulero aone mwenzake aone Mubembe, Mubembe aone Mtembo, Mtembo aone Murega, wote wawe kitu kimoja. Kumbuka ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo watu wakiwa kitu moja, vita Kongo itamalizika mara moja kabisa, kwa sababu marebere wote wako ndani ya mistuni, watatoka ndani wapate makazi. Kumbuka ndani ya Kongo kuna watu wanakuwa na chuki. Kwa sababu gani? Mtu amemaliza shule lakini ili apewe kazi napewa maetranger omamala, wale wenye tayari wako wanapewa macheo kubwa zaidi. Unajipata kijana amemaliza university omama ndani amesomea droit, amesomea commerce, amesomea agronomie, amesomea sociology, mambo tofauti, daktari, lakini kazi anapewa hapewe. Wengi zaidi ukiona ni mashomere, lakini ndio maana unajipata wengi zaidi sasa, kwa sababu ya hiyo chuki ama vipi, ndani ya makazi nao kuna hizo tribalism, unaona hapewe nafasi kwa sasa. Ndio maana unajipata wengi zaidi wameingia katika mistuni, wamechukua silaha ili waendelee kuwa wajambazi, waendelee kuwa wezi, waendelee punguza amani ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kumbukeni, Kongo imepewa baraka ya kuwa na kila kitu, lakini hiyo baraka Kongo ilipewa na ndio tena laana ilikuja kupewa mara ya pili. Ndio maana laana ilipewa ndani ya Kongo ni kwa sababu watu kwa wenyewe wasielewane, wakongomani kwa wakongomani wasielewane. Unaelewa vizuri? Lakini wale watu wanaoishi nchi kigeni wamesha kuelewa tayari mainchi kigeni wengine wanaishi vipi. Ndio unajikuta ekonomi ya Kongo inaendelea kuwa chini zaidi kuliko mainchi kingine. Kongo ndio yenyewe iko na kifedha zaidi kuliko mainchi ya Afrika. Lakini ukiangalia in Afrika, Kongo ndio ya kwanza yenyewe iko deja amba, ndio ya kwanza tena yenye iko desore, iko pauvre. Omama, kwa nini inakuwa pauvre? Kwa sababu vita haijenge, vita inabomoa. Ukiwa pamoja na mimi endelea kuwapasha habari zetu, kwa sababu kumbuka, mara kwa moja anakuja na kupeana watu ushauri katika media. Ukiwa unanisikiliza mara kwa moja, Kongo, umaskini ya Kongo ni kwa sababu watu kusipoelewana kivyao. Unajikuta mwanajeshi anakuwa katika amemiliki tuseme amepewa nafasi ya kuongoza mahali fulani, amechukua hicho kijiji kimekuwa chake, anaanza kuongoza watu katika kijiji kama watumwa, anawapeleka kwa sababu yeye ameongoza kijiji hiki, tayari ameona mahali kuna wanachimba madini, ye mwenyewe amekuwa tena nyumba 10. Kumbuka kitu moja, mwanajeshi inabidi alinde mali za wakaaji, inabidi alinde wa raia. Yeye hajakuja kulinda mali, hajakuja kuchukua mawe hiyo ama sehemu ya minere ili aanze kutrite huko, no. Kwa sababu wewe kama ni mwanajeshi, endelea kulinda ulindi. Kwa sababu gani? Mwanajeshi anajipata tayari amepata kifedha kidogo, anaenda kwa mahali, anaanza kufanya nini? Anaanza kushambulia wenye eneo kuna utajiri wao, anaondoa upande huyo, anaanza kuambia sasa inabidi munifanyie kazi. Sasa unajipata wengi wamekuwa makomersa, wanaanza kutumia watu kwenye uchuruzi ili hao waendelee kubenefite, wakaaji waendelee kupitia sufrance. Hii ni media ya Bukavu TV, kwa na mimi kila mara tutakuja kuzungumza mambo tofauti, nikiwapeleka huko Misisi. Ndani ya Misisi katika taarifa tuko nayo, wakaaji wamesema tayari waraia wameteseka zaidi, pamoja na jeshi la FARDC na wazalendo katika eneo ya Misisi. Wanaendelea kushambulia raia katika eneo ya uchimbaji wa madini na kuwatumikisha kazi za utumwa. Unajikuta wanaweka kamba mahali, wakipita inabidi walipe tax, na kama una carte d'electeur wanaendelea kukunyanyasa mno zaidi. Kama carte d'electeur imepotea tayari umenyanyaswa. Kumbuka, ukiwa katika nchi yako tayari wewe ni Mkongomani ama wewe ni kabila fulani, hauruhusiwi kulomba carte kila sehemu popote. Kumbuka, carte inaruhusiwa kuombwa hatua kama kuna hewa mbaya zaidi imeonekana katika mtaa fulani, tayari hapo njo ID ama carte d'electeur inabidi inaomba, kwa sababu waelewe tayari nani aliendelea kushambulia eneo hili. Lakini ukiangalia nchi kigeni tofauti, carte d'electeur, hata watu wenye wako nchi kigeni wako na miaka 30 katika nchi kigeni, hajawahi ulizwa wewe ni nani, unatokea eneo gani, hajawahi ulizwa wewe uleta ID yako, hamna.
kwa sababu wale wamesha kudevelop, lakini ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo watu hawaja develop. Watu wangali na karakta ya ukora, watu wangali na karakta ya kutumia njia ya mingu ya kuibia wengine, ama sio? Na kama unavyonisikiliza kitu unavyozungumza na unaelewa tayari hizo changamoto unazipitia, eka komenti zako hapa, unieleze uko tekea sehemu gani na sehemu gani unaendelea kupitia changamoto, ama kuna watu gani wako na karakta ama tabia ya ukora ya wizi, kama upande ya wazalendo ama upande ya jeshi ama waasi waliojitokeleza upande ama wanajeshi wa M23 wanaendelea kuibia watu kwa njia ya namna hiyo. Tutakuja kuwapasha habari zingine kwa habari zetu za asubuhi mapema ndani ya Media Bukavu. Endelea kuwa pamoja na mimi, endelea kuwapasha habari zetu mara kwa mara. Nawatakia usiku mwema, muwe na usikilivu mwema, tuje kupatana kwa habari zetu za asubuhi mara kwa mara. Unanijua nikiwaletea habari na kuja kuchambua mno kabeli. Kumbuka ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hakuna mtu anayokuja mtandaoni aongee ukweli. Hakuna mtu yote anayokuja kwenye mtandao aambie watu ni nini inabidi saidie, ni nini inabidi watu wabadilike. Hakuna yote. Kumbuka ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo watu wana hofu, watu kwa sababu watu wanaogopa wazalendo. Wazalendo sio Mungu. Watu wanaogopa jeshi. Jeshi ni raia. Kumbuka jeshi ni watu. Kwa sababu mtu awe jeshi alikuwa raia. Unaelewa vizuri? Na wale wanajua ukweli. Kumbuka social media hili linasaidia. Ukiona mainchi kigeni nyingine tofauti inaendelea kudevelop kwa sababu kupitia social media. Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hawezi kuelewa chochote kinaendelea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ikipitia ndani ya social media watu wengi wanaendelea kutangazia kuhusu tabia zinaendelea kupatikana eneo fulani. Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ataelewa tayari kumbe eneo fulani imeendelea kushambuliwa na waasi. Kupitia waasi wa aina gani, tayari atajua ni vipi ya kupanga jeshi lake vizuri ili wapeleke upande hii. Kama ni ndani ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, atajua tayari wanajeshi hawa wanaendelea kuwa na ukora, wanaendelea kuwa na tabia za wizi, anaondoa, anaweka wanajeshi wengine, anapeleka mahali kwingine. Lakini kama watu mnanyamaza, mnashindwa kuongea kwenye mtandao, mnakuja kuongea tu wazalendo wamepiga mahali fulani, tayari hamseme tabia, hamseme wizi, hamseme ukora, hamseme jeshi la Kongo. Jeshi lenye liko eneo fulani linafanya, mnaficha. Sasa mnataka amani kuje vipi? Mnataka ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo amani kuje vipi? Hatua raia population imeendelea kuteseka ndani ya jamhuri kwa sababu kupitia chama tofauti zinajitokeleza. Hizo zote rais wa Jamhuri ya Demokrasia yako na mambo mengi, kuna mengi hawezi jua. Unaelewa? Lakini kupitia social media kuna wale watu wake wa karibu wataelewa, watajua nini inaendelea, watakuja kumpasha habari na itabidi imfikie na wakuje kubadilisha. Na kubadilisha itakuwa kupitia watu wa social media. Unanielewa vizuri? Ni watu wa online, radio, section, wale ndio wataongea. Unajipata wengine wanazungumza, akiongea katika grupu anauawa. Kwa nini? Hawa ndio inabidi wapewe nafasi sasa waongee. Wale wenyewe wako na tabia ya wizi washikwe, wale wana tabia ya ukora washikwe. Kama ni wanajeshi wa M23, kumbuka wanajeshi wa M23 nao mahali wako wanaendelea kupitia kunyanyasa wakaaji ama raia ama upande lingine. Kwa kweli nao wajirekebishe. Kwa sababu gani? Kama wanapambania, wanasema hao ni wakombozi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, upande kisa wanavyozungumza, vitendo vyao, maneno yao iende na tabia, isiwe tu maneno, tabia sio hivyo. Unaelewa? Inabidi nao wajikosoe kwa sababu raia population tunaona Goma wanalia sana kwa sababu ya ulinzi ama vipi. Na kwa kweli jeshi mahali popote iko hakuna jeshi mzuri, wanajeshi wote ni wabaya. Lakini kwa mwanajeshi mbaya ni kwa sababu wanatenda ama wanafanya vyenyewe wanataka kisi wanaofikiria. Endelea kufanya subscribe, like, comment ili endelea kuwapasha habari zetu mara kwa mara ndani ya Media Bukavu. Tutaendelea kuja kuwapasha habari zingine, habari zetu za asubuhi mapema tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Ukiwa pamoja na mimi, tuendelea kufanya subscribe, like, comment, endelea kutuma ujumbe wako kutokea sehemu fulani. Nawatakia muwe na usiku mwema, muwe na usikilivu mwema, tuje kupatana kwa habari zetu za asubuhi mapema. Lakini shauri moja ni kuambia nini? Watu waungane, waeke umoja. Ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inahitaji watu waeke umoja. Ukiona mainchi nyingine haipigani kwa sababu wako na umoja. Ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wakongomani kwa wakongomani hao ndio wanazoziana. Unaelewa? Hao ndio wanapigana. Lakini ili watu wapunguze, mainchi nyingine wengine wamechoka, wengine wametucheka, wamecheka Kongole. Kila mahali popote huko Kongomani akiwa nje ya nchi
akiongea na ndio maana ulikuja ulienda nchi yenu, ulikimbia nchi yenu kwa sababu ya tabia ya wizi. Kongo hampendani. La message la kila mtu ende kupartager hii media Bukavu TV.